Hujambo mtazamaji wa Zone Media, sina shaka ubuheri wa afya kabisa. Sasa miongoni mwa taarifa ambayo kwa sasa hivi imetrend sana na inazidi kutrendi duniani kote ni kuhusiana na kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kumuongelea kiongozi mkuu kabisa wa kidini ambaye ni Ayatollah Ali Khamenei, akisema kwamba tunajua mahali Khamenei alipo. Sasa kile kinachoonekana kama onyo kali zaidi kutoka kwa Marekani tangu kuanza kwa mzozo mpya kati ya Iran na Israel. Rais wa Marekani Donald Trump amezua gumzo kubwa baada ya kuchapisha ujumbe mzito kwenye ukurasa wake wa Truth Social. Trump amesema wazi kuwa Marekani inajua kabisa mahali kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei anapojificha, na kuongeza kuwa yeye ni lengo rahisi, lakini hatutamuua kwa sasa, angalau si kwa sasa hatuwezi kumuua. Trump amesema wazi kuwa Marekani inajua kabisa mahali kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei anajificha, na kuongeza kuwa yeye ni lengo rahisi, lakini hatutamuua, angalau si kwa sasa, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, Trump hakusita kutoa onyo. Alisema kwamba hatutaki makombora kurushwa kwa raia wala wanajeshi wa Marekani, uvumilivu wetu unaanza kuisha. Dakika chache baadaye Trump aliposti ujumbe mwingine kwenye herufi kubwa akisema kwamba unconditional surrender, akimaanisha kuwa inapaswa kujisalimisha bila masharti. Sasa hii inakuja kufuatia mvutano mkubwa kabisa kati ya Marekani pamoja na Irani kuhusiana na sakata zima la makubaliano ya nyuklia. Marekani anamshinikiza Irani aweze kusaini mkataba au kusaini makubaliano ya nyuklia kutokana na kwamba Marekani haitaki kabisa kuona Irani akitengeneza silaha za nyuklia kwa kuendelea kurutubisha uranium. Sasa rais wa Marekani Donald Trump amezungumzia wazi kabisa kwamba huyu kiongozi mkuu wa kidini katika nchi ya Irani Ayatollah Ali Khamenei ni moja kati ya kiongozi ambaye ameonekana kuwa na ukinzani mkubwa sana. Sasa katika mashambulizi ambayo Israel inayafanya, Israel wamekuwa wakiua viongozi wa juu kabisa kwenye ngazi mbalimbali, hasa ngazi za kijeshi na wale ambao wako karibu na kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei. Japokuwa kulikuwepo na ripoti tangu juzi kwamba Israel ilimhurumia kiongozi huyu na ilikuwa na uwezo wa kuweza kummaliza kabisa. Sasa kauli tena ya Trump inakuja. Trump amejitanabaisha kwa kusema kwamba Marekani ina uwezo wa kufanya chochote kwa kiongozi huyu, lakini bado si lengo kwa sasa hivi. Kauli hizi zimeibua maswali mengi kuhusu iwapo Marekani itajiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro wa Mashariki ya Kati. Na kama haitoshi, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanasema kuwa huenda Trump anatafuta nafasi ya kurejea kwenye siasa za kimataifa kwa nguvu zaidi, huku kampeni za urais wa 2028 zikikaribia. Kwa sasa Marekani imeongeza ulinzi katika maeneo yake ya kijeshi Mashariki ya Kati, huku ndege za kivita zikiripotiwa kufanya doria karibu na anga la Irani. Sasa kumekuwa kuna mvutano mkubwa kabisa kwamba endapo Irani atashambulia katika kambi za Marekani zilizopo Mashariki ya Kati, basi inaweza kuwa ndio njia ya Marekani kuingia moja kwa moja kwenye mzozo huu wa Mashariki ya Kati. Lakini Irani amekuwa akifanya mashambulizi katika nchi ya Israel pekee, na amekuwa jiingizi zaidi kwa ajili ya kuweza kugusa sehemu za Marekani. Japokuwa Marekani imekuwa na ushirika mzuri kabisa na Iran kwa kipindi kirefu, kiasi cha kwamba kuibuka hofu kubwa labda huenda Israel inasaidiwa na Marekani kwa hivi sasa. Hasa mtazamaji, kauli hii bado inaibua maswali mengi na watu wengi wanasubiri kuona nini ambacho kitatokea katika nyakati za hapo baadaye. Tufuatilie hapa Zone Media ili uweze kufahamu nini ambacho kitatokea. Jina langu naitwa Victor Moshi.